Ndio maana tunawalalamikia kina Joan Shalea au kina Steven Dese Mukwala, kina Lionel Ateba, atumlalamiki mwalimu. Mwalimu ikifika nafasi yake kulalamikiwa, atalalamikiwa. Ndio maana tunamlalamikia Joshua Mutale Budo, alipata nafasi kashindwa kufanyaje? Kuscore. Mwalimu mpaka timu ina create nafasi. Ni mbinu za mwalimu. Ni kazi ya mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa mpaka inafika stage pattern zinaonekana. Kama mwalimu anawaelekeza wachezaji wake mazoezini, bwana utapiga hapa, utampasia, utatengeneza triangle, utafanya hivi. Kwa hiyo mwalimu ana kazi kubwa anayoifanya zidi ya Simba, ndani ya Simba Sports Club. Kwa maana hiyo kazi iliyobakia pale ni viongozi wetu kutazama sasa. Je, tulionao wanatosha? Japokuwa mpaka hapa tulipofika wametufikisha wao, na kwa mujibu wa kapteni aloishi ndani ya Simba zaidi ya miaka 10, Mohamed Hussein Zimbo Junior zaidi ya miaka 7, Mohamed Hussein ya ukapteni. Okay, huko sawa. Alisema ukiitoa Simba Sports Club ya mwaka 1993 iliyocheza mashindano ya CAF finali, Simba bora katika hii miaka, kama sikosei, miaka 30, miaka 32, si ndivyo? Au mimi ndo nakosea? Miaka 32. Ukiitoa hiyo, Simba bora inayofuata ni hii kwa mujibu wa namba, kwa sababu mpira unaendana nini na namba. Kwa mujibu wa namba, Simba bora ni hii. Kwa nini kasema Simba bora ni hii? Simba bora ni hii, Jean Shalea Ahua ndio watu waliopambana wakiwa na nembo ya Simba wamefika nusu finali. Sasa shehe, kweli unataka kuniambia ile ya kina ukimwangalia pale, I mean nani huyu alikuwa anaoza Boko, John Raphael Boko, Mixon wa kina Chama, na hii ukiangalia moyo unaona kama vile bado ina misimisi. Kutokana na malengo yetu tulionayo sisi kama Simba Sports Club na uwekezaji wetu wa Mohamed Mo Dewji, rais wa heshima, mwenye maono, aliyoleta maono haya ya Simba kucheza nusu finali miaka 10 iliyopita. Namuelewa Mohamed Hussein, namuelewa kwa maana ipi? Kwenye ngazi ya ndani loko, Simba haina kikombe inachodai. Haina kikombe. Kwenye international mashindano ya kafu, Simba kipo tunachokidai sisi kama Simba Sports Club. Ndio maana Mohamed Hussein akazungumza hivyo. Hakumaanisha hivyo kwamba Simba kina John Raphael Boko, Emmanuel Okwi, Hilali Bwali, Carlos Chama haikuwa bora. Lakini je, ipo bora unailinganisha na namba zipi? Ukitoa in terms of makombe ya ndani utasema ilikuwa bora kwa sababu ilichukua back to back mara 4, ikachukua ngao mara 5, ikachukua FA mara 3. Lakini in terms of CAF Confederation Cup, CAF Champions League, lazima Mohamed Hussein azungumze kauli kama ile, kwa sababu Simba hii iko nusu finali. Simba ya John Boko, Simba ya Chama, Simba ya Medi Kagere haikuweza kufika hapo. Nataka kuniambia lengo ni kuona Al Ahly anashuka, wakina Mamelodi wanashuka chini, Simba ikikaa pale juu. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwenye kuumba mbingu na ardhi, yote yanawezekana. Sheikh, leo hii umeona ligi yetu inavyonasibishwa na match fixing. Unaona inavyonasibishwa na match fixing na kuweka sawa kidogo au na kukumbusha. Hawa walosababisha John Nobo wafukuzwe hiyo jana. Alosababisha John Nobo hiyo jana walikuwa wana kocha wao anaitwa Bwana Ramadhani. Sisi tunamuita Ramadhani ila wao walikuwa wanamuita Lamovic. Alisema hivi kwa mujibu wake yeye, hii ligi yetu haina ushindani na haina intensity nayo takikana, inamsababishia yeye kukutana na mazingira magumu kwenye international game na mashindano ya kafu. Unafikiri kwamba alikuwa mjinga? Lakini hicho kitu alikiongea na Salamba wakawaandama sana watu wa mpira. Aliongea huyo Salamba kwa mantiki ipi? Kwanza ukimzungumzia huyo mtu ni mmoja ya watu ambao hawafai kwenye mpira wa nchi. Salamba yupi? Dominic Salamba au yupi? Huyo si chawa wa Yanga bwana. Huyo ni chawa, ni mtu ambaye hauzungumzii mpira katika reality. Huyo ni mtu ambaye yani tumbo na njaa linamsumbua. Unanielewa vizuri? Huyo angekuwa msema kweli. Kwani leo hii unafikiri kati ya watu wa Simba na Yanga hakuna watu wenye akili timamu wanaomuelewa Jemedali Saidi? Wapo. Kwa nini yule mtu watu wa Simba au Yanga wamuelewe? Kwa sababu anaongea fact. Anapoamua kuzungumza mapungufu ya Simba anazungumza mapungufu ya Simba Jemedali Saidi. Anapoamua kuzungumza mapungufu ya Yanga anazungumza mapungufu ya Yanga katika reality. So huyo mtu ulonitajia yeye kazi yake ni kuisifia Yanga tu, na ndio kilichomuondoa Azam TV. Alikuwa mchambuzi pale Azam TV, lakini sasa hivi kabakia na blog yake tu anaihangaikia. Wamempiga chini kwa sababu Azam TV si moja ya media ambazo zinakubaliana na siasa wa mpira nchi. Leo hii yuko pale mtaani anahangaika na blog yake na TV yake ya mtandaoni. Huyo mtu sio mtu wa mpira, ni mtu chawa ambaye ana njaa, anaomba apate nafasi kwenye klabu moja kubwa hapa nchini, na viongozi wa hiyo klabu wanajifanya kama wamuone, wamemgeuza kuwa chawa kama kina Mwijaku.
na Baba Levo basi, sio mtu wa mpira. Lakini Lamovic akizungumza anazungumza kiufundi kwamba yeye kama mwalimu anachokipata kwenye ligi akiwa na klabu yake ya Yanga ni tofauti anachokutana nacho kwenye mechi za CAF Champions League. Anapocheza na Mashujaa si kama anapocheza na nani na Al-Hilal ya Sudani. Umeona goli la kwanza ile mechi ya Yanga na Al-Hilal ya Sudani, anafunga uwanja wa Taifa goli 2. Kama Ramadhani Kayoko refa lile sio goli alofunga Adama Kulibali. Kama Ramadhani Kayoko ni refa, lile sio goli. Kwa nini umesema Kayoko na sio refa? Ndio refa ambaye sijui ni mapenzi, sijui ni kitu gani, yani anakosa haya yule mtoto wa Kiislamu. Ana haya wala haoni vibaya. Mtoto mbaya, ana roho mbaya sana yule. Pindi endapo anapoiona nembo ya Yanga. Sijui ni mapenzi, sijui ndo match fixing, hatujui shekhu wangu. Angekuwa ndo refa yeye, lile lilikuwa sio goli. Kwa sababu Ibrahim Abdullah Baka alikuwa anataka kumwegemea Adama Kulibali. Adama Kulibali alimkataa ile. Umenielewa? Akamkataa, akaenda kutia Santiago Pandamunyo, akaweka kamba pale. Lakini angekuwa Ramadhani Kayoko angemwambia yule Adama Kulibali, kwa nini mkwepe Baka? Kisheria namba 17, sheria 17 za mpira wa miguu, hii ni faulo. Kivipi tena kati kwa Kayoko sasa? Kayoko ni faulo kwa sababu yule Adama Kulibali asingetakiwa kufanyaje kumkwepa Baka. Kama angekuwa Kayoko refa, asingetakiwa kufanyaje kumkwepa, ingetakiwa iwe faulo. Ile haipo kwenye 17, ile iko kwa Kayoko. Kwa Kayoko kichwani kwake na alivyofundishwa na watu wake waliomfundisha ule fali. Kwa Kayoko angeiweka kwenye sheria 17 kwamba ile kwa nini amkwepe Adama Kulibali. Ndio maana kocha wa Yanga Lamovic alirudi akasema hivi, anachokutana nacho kwenye Champions League si tofauti na kwenye ligi. Si mjinga yule shekhe, ana akili timamu yule kocha. Alikuwa anamaanisha huku kuna maandalizi tayari ya nje ya uwanja. Ndio hizo tunazungumzia match fixing, tunazungumzia timu moja kuzamini zaidi ya timu 8 kwenye ligi. Shekhe, unafikiri Lamovic alikuwa mjinga? Na ndio maana maisha yake kwenye ile timu alikuwa magumu, kawahi kuondoka kwa sababu alikuwa ni mtu wa kunyoosha. Yeye ikifika alfajiri anaenda msikitini anasali, saa 7 anaenda kusali, saa 10 anaenda kusali, saa 1 anasali. Masuala ya wizi ataki hayo mambo. Subuh, dhuhuri, lasiri, magharibi, ishai, zote anazipiga kwa ikhlasi ya kweli. Atakubaliana mambo yanayofanyika kwenye mpira wa nchi sasa kwenye timu anayoifundisha. Kwa nini asiende kufungwa 2 kule? Kwake anaona kana kama nikishinda anaona ni ushindi ambao wa uongo. Kwanza watu wananichanganya, acha mimi niende mbele. Anaongoza ligi kule. Uongo kweli? Kweli. Yuko Sierra Belouizdad anaongoza ligi. Unafikiri anaongoza ligi kwa bahati mbaya? Kakutana na quality player afu yana maarifa kichwani, anaenda kuyaingiza kwenye ile timu. Ndio maana aliamua kuachana na hao wagaigai. Nchi hii, mpira wa nchi hii unapata heshima kupitia Simba Sports Club. Hiyo kubali, iwe kataa, na kuhakikishia mpira wa nchi hii unapata heshima kulingana na Simba Sports Club. Simba Sports Club tumecheza robo finali mara 7, mara 6, ya 7 ndio tunaenda nusu finali. So kwa fluke kwenye mpira hakuna fluke. Kwenye mpira ili ufanyikiwe usikubali mafanikio ya fluke. Wao walicheza finali kwa fluke, na ndio maana muendelezo wao umekuwa mgumu, imeshindikana. Leo hii wanafurahia kucheza na Zalani. Je, ni nani aliyosababisha wao wanacheza na Zalani? Simba baada ya kuingiza Simba Sports Club baada ya kutengeneza pointi nyingi, sawa na kupata hiyo nafasi ya wao kuwa wanacheza na Zalani. Lakini kama isingekuwa kwa wanacheza na Zalani au ilikuwa mapema tu raundi ya kwanza wanakwenda kwao, kwa sababu wasingekuwa nakutana na timu ambazo yatima. Hapo umezungumza kitu kizuri bana. Wakati Simba mpaka sasa hivi mna kila sifa na mna kila kigezo cha kufika fainali, endapo kama masuala yakikaa vizuri, kwa maana ya kutumia nafasi vizuri. Coach Fadlu pale anaingia Simba Sport Club, Ali Kamwe aliwahi kumbeza akasema kwamba aliwahi kushusha timu daraja, na kwa sasa hivi kitu kinachoona kutokea, unadhani Fadlu bado ana deni kubwa kwa kukilipiza kwa wanayanga kwa kupitia kauli ya afisa msemaji? Nashangaa sana huyo mtu alozungumza kauli hiyo. Aisee, mkuu wa mkoa wa Tabora alikuwa yuko sawa sawa kabisa kumweka ndani yule mtoto. Unanielewa vizuri? Kumweka ndani. Unajua kuna watu wengine unabidi wakumbushe kwa vitendo. Nchi hii imezidisha uhuru, watu wanajisahau. Fadlu hajawahi kuwa kocha mkuu kwenye klabu ya aina yoyote Sheikh, zaidi ya Simba Sports Club. Yeye anatoa wapi jeuri na kauli ya kuzungumza Fadlu Davis
kuna timu aliwahi kuishusha daraja. Je, huyo mtu ana akili timamu? Huyo mtu yuko sawa sawa kiakili na mentality kiakili? Na hata waajiri wake waliomwajiri wamempima kwanza akili au wamempima mkojo huyo mtu? Ndugu mwandishi, wewe kwa takwimu zako nikumbushe mimi nisiyejua, kulingana na kocha wangu wa Simba Sports Club Fadlu Davis, nikumbushe wewe mwandishi, lini Fadlu alishakuwa kocha mkuu wa klabu yoyote hata ligi daraja ya pili? Kwa takwimu za Ali Kamwe anasema yeye kwamba kwa kule South, kwa yeye anavyosema, huyo mtu amnazo shekhe, huyo mtu 50 lasi 50 majununi. Unanielewa vizuri eh? Hazijaenea vizuri. Atuletee ushahidi wa hiyo timu kwamba lini kocha Fadlu Davis alishakuwa kocha mkuu kwenye klabu yote toka kaanza kufundisha mpira. Kocha aliko picha Fadlu alikuwa ni kocha msaidizi, au wewe hujui hilo? Hilo ndio linafanyika sasa. Na wao walikuwa wanambeza, wengine wao walikuwa wakisema kwamba ni kocha gani unakuja kumpa kocha inojina, yani timu inojinasibisha wao ni wakubwa, wanakuja kumpa kocha ambaye hajawahi kuwa kocha mkuu mahali popote, wanakuja kumpa timu kama Simba Sports Club. Yuko nusu finali leo hii. Kuwa kwake kocha msaidizi kote alikopita haimaanishi maarifa yake ni madogo kichwani. Je, huko alikopita kapita kwa nani na nani? Msimu ulioisha Raja Casablanca imechukua ubingwa wa Morocco wakiwa unbeaten. Kocha msaidizi ni yeye. Mechi analysis sijui mnasemaga kizungu ni Mwezi Kaje, yuko naye Simba Sports Club. Kocha msaidizi alokuwepo kimtoa yeye Raja, anayemfuatia yuko naye Simba Sports Club. Kocha wa mogoli kipa yuko naye Simba Sports Club, alokuwa naye Raja Casablanca. Sisi tunaelewana hapo? Watu wangapi nimekutajia hapo? Karibia 4 hao ukimchanganya na Fadlu. Kwa nini Simba isiende nusu finali? Kwa nini watu waseme hatuchezi? Kwa nini watu wasiseme hatuchezi mechi ya dabi? Unafikiri kwa bahati mbaya? Na wengi wao hawakutarajia walioyaona haya. Simba Sports Club ndio timu pekee, na kama sikosei na JKT ndio timu ambazo hazijafukuza kocha mpaka hapa lilipofikia. Na performance zao unazionaje? JKT ni vile tu timu